Mkoani Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka ameagiza kukamatwa kwa meneja wa mamlaka ya maji safi mjini Maswa Jeremia Lema kwa tuhuma mbalimbali. Mtaka ametoa agizo hilo baada ya meneja huyo kueleza kuwa ujenzi wa chujio la maji unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 7, huku mkandarasi akisema kuwa gharama halisi ya mradi huo ni shilingi bilioni 3 na milioni 300. Kutoka huko taarifa kamili anayo Amiku Sibutunga. Ujenzi wa chujio la maji katika bwawa la Zanzui wilayani Maswa mkoani Simiyu ukiwa unasuasua licha mkandarasi Pet Corporation anayetekeleza mradi huo kulipwa malipo ya awali ya shilingi milioni 502 tangu Juni mwaka jana. Hali hiyo ambayo imezidi kufifisha matumaini kukamilika kwa ujenzi wa chujio hilo Mei mwaka huu imebainishwa na mkuu wa wilaya ya Maswa Rosemary Kiligini wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka. Muda mrefu wilaya imekuwa ikifuatilia mwenendo mzima wa mradi wa ujenzi wa chujio kwenye chanzo cha maji ya bwawa la Zanzui hapa wilayani Maswa na kutoridhishwa kabisa juu ya mwenendo mzima wa usimamizi wa ujenzi wa mradi huu wa chujio. Wilaya imebaini kiasi cha shilingi milioni 502 kilicholipwa kwa mkandarasi ambaye ni Pet Corporation Limited kama fedha za awali, yani advance payment, hakijafanya matumizi stahiki. Utata mwingine uliogubika mradi huo ni kuhusu gharama halisi. Sasa ndio kuuliza mradi ulitarajiwa kukamilishwa kwa shilingi ngapi? Bilioni 4 ndio niliyoona. Gharama za mhandisi mshauri? Gharama za mhandisi mshauri normally tunakadiria kwamba 10%. Meneja wa mamlaka siku zote kwenye vikao alikuwa akitamka BOQ yake halali ni bilioni 7. Lakini leo mwenyewe ametamka pale BOQ yake halali ni bilioni 4. Wewe mwenyewe umesikia kwa masikio yako. Sasa kuna utofauti wa hata hizi figures. Katika eneo la mradi ikawa ni maswali na majibu baada ya Mtaka kukutana na mkurugenzi wa kampuni ya Pet Corporation Tryphon Elias. Kazi hii uliipata kwa shilingi ngapi? Ni bilioni 3.3. Mbona kulikuwa na taarifa kwa manager alikuwa anasema mradi ulikuwa na thamani ya shilingi bilioni 7? Hizo ni taratibu zao za ndani. Tulivyoomba sisi kama kampuni, tumeomba kwa gharama hiyo. Huu mradi unatukabidhi lini? Kwa mujibu wa mkataba wetu ni mwezi wa 5. Na tutafanya kazi usiku na mchana. Shida ilikuwa ni changamoto ya hela kutolipwa. Hali ikiwa ni ya sintofahamu, mkuu wa wilaya ya Maswa Rosemary Kiligini anakunjua makucha. Na mimi hapa kupitia kikao chako na hadhara hii naomba nimwagize OCD. OCD yuko hapa. Huyu bwana akamatwe na afikishwe mahakamani kwa sababu amekuwa akitudanganya anafanya kazi chini ya bodi, wakati bodi kumbe haipo. Hapa hakuna mradi. Hata kama tarudi mwezi wa 5, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa hakuna mradi. Maelekezo zaidi yakatolewa na mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka. Kwa kwenye maelekezo ya mkuu wa wilaya, nyongeza yangu kama mkuu wa mkoa ni kuomba vyombo vya uchunguzi vifanye kazi yao. TAKUKURU wilaya, TAKUKURU mkoa na vyombo vingine wajiridhishe kwenye jambo hili. Maka hapo katikati ya kuwa na bodi. Sasa lazima tujue kwamba hiyo kazi pia alipataje. Lakini kuna lugha gongana. Meneja wake kwenye kikao cha ndani anasema mradi ni wa bilioni 7. Aliyeshinda ameshinda kwa nusu ya mradi ambao ni bilioni 3.5, japokuwa mwingine anasema bilioni 4. Kwa kuna lugha gongana kwenye thamani halisi ya mradi. Amiku Sibutunga, TBC, Maswa, Simiyu.